Nilimtaja Mheshimiwa Dr. Florence Samizi, Mheshimiwa Amandus Chinguile na Mheshimiwa Natropia Theonest wajiandae. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti kunipatia nafasi na mimi niweze kuchangia bajeti hii ya wakulima, bajeti hii ya wananchi. Nianze na mimi kwa kuunga mkono hoja bajeti hii nzuri ambayo inaenda kugusa maisha ya wananchi wetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimpongeze Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye alipokuja Kigoma alisema anakwenda kufungua mkoa wa Kigoma. Amekwenda kufungua mkoa wa Kigoma kwa kupitia kilimo, ambapo wananchi sasa wa jimbo la Muhambwe wanafurahia kufunguliwa kwa jimbo lao la Muhambwe kwa kupelekewa mbolea. Sio wote ni washahidi, tumepata mbolea ya ruzuku, na mbolea ya ruzuku ambayo imefikia wakulima kwa wakati na kwa urahisi. Na hapa ni wapongeze wa mawakala wetu ambao walijiongeza zaidi na kusogeza karibu kabisa huduma hii ya mbolea kwenye vijiji vyetu ili wananchi waweze kupata mbolea. Mbolea hii ya ruzuku, Mheshimiwa Mwenyekiti, imeleta tija sana kwa wakulima wetu kwa sababu bei imepungua, lakini wanaipata kwa wakati na kwa urahisi. Nimpongeze sana Mheshimiwa Waziri Bashe, Naibu Waziri, Katibu Mkuu na watendaji wote kwa kazi nzuri sana wanazozifanya katika wizara hii ya kilimo. Wote tumeshuhudia tangu jana mpaka leo. Tunawapa maua yao kwa kazi nzuri kwa sababu wote tunafahamu wamegusa maisha ya wananchi wengi huko kwenye jamii zetu. Wengi wamesema wananchi sasa wanapenda kulima, lakini wameiamini serikali, lakini wameiamini Wizara ya Kilimo kwa sababu imefanya mambo yanayoonekana. Hongera sana kaka yangu Bashe. Tumeona kwenye hotuba ya waziri kwamba tunavyo viwanda vya ndani ambavyo vinahudumia nchi yetu. Hivi vimerahisisha upatikanaji wa mbolea ikiwemo Minjiku Phosphate na Intracom hapa Dodoma. Mheshimiwa Mwenyekiti, upatikanaji wa mbolea umerahisika kwa sababu ya viwanda hivi. Sasa nadhani ni muda mwafaka sasa wa viwanda hivi kupelekewa ruzuku kwa ajili ya mbolea, ili mbolea itoke kule kiwandani ikiwa tayari ina ruzuku. Hii italeta multiple effect. Kwa nini? Kwanza tutavijengea uwezo viwanda vya ndani kama ilivyo sera kwa nchi yetu, kwamba tuwalinde watengenezaji wa ndani. Lakini tutaongeza ajira kwa vijana wetu kwa sababu kama vitazalisha sana, vijana wetu wataajiriwa zaidi. Lakini viwanda hivi vitaweza kusafirisha mbolea nje ya nchi, kwa tutapata export levy kwa sababu sasa wakizalisha ndani zaidi, mahitaji yakitosha watapeleka nchi jirani na sisi nchi itajipatia mapato zaidi. Niombe serikali ifikirie kuvipatia viwanda hivi ruzuku ili viweze kufanya kazi vizuri zaidi. Mheshimiwa Mwenyekiti, umwagiliaji. Kwanza nishukuru serikali, nimeona kupitia ukurasa wa 144 umeweka mikakati ya kuendelea kujenga miundombinu ya umwagiliaji. Na hapa nimpongeze mkurugenzi wa tume ya umwagiliaji kaka yangu Raymond. Alifika jimbo la Muhambwe, alifika katika skimu ya Lumpungu, alifika Nyendara, alifika Kigina, alifika Kumgondogondo, alifika Kahambwe. Wananchi wa Muhambwe wanamshukuru sana. Na leo nimeona kwenye bajeti imeelezea jinsi gani wanakwenda kufanya ukarabati wa skimu zile za jimbo la Muhambwe, ili wananchi wa Muhambwe nao waweze kufaidika kwa kilimo cha umwagiliaji, ili nao waweze kulima kwa mwaka mzima. Ombi langu serikali ipeleke pesa za kutosha tume ya umwagiliaji ili kweli hizi skimu ziishe, lakini hizi ambazo sasa zimemalizika kufanyika upembuzi yakinifu ikiwemo hizi za jimbo la Muhambwe ziweze kufanywa kazi. Nishukuru kipekee tume ya umwagiliaji kwa kujenga uzio kwenye skimu ya Nyendara ambayo nilisema hapa bungeni ilikuwa inasababisha maafa. Na mkandarasi sasa yuko site. Wananchi wa jimbo la Muhambwe wanaishukuru serikali sana ya Dr. Samia sana kwa sababu sasa skimu ile italeta matokeo na haitoleta maafa. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukurasa wa 107 imeongelewa jinsi gani tutakwenda kushirikiana na serikali katika kuendeleza skimu ya Lumpungu. Wananchi wa Lumpungu wako tayari, wanaisubiri kwa hamu, wamefurahia uwekezaji huo kwa sababu kiko kipengele ambacho wananchi watapata 20% na wao kuweza kufanya kazi. Na tumeisha andaa hati ya pamoja kushirikiana na serikali ili skimu hiyo ifanye kazi. Ni muda sasa mwafaka wa kuharakisha kutekeleza hii mipango mizuri ambayo Wizara ya Kilimo imefanya kwa Wizara ya Fedha kupeleka pesa za kutosha. Bila fedha hatutaweza kufanya haya mambo ambayo yamepangwa vizuri sana na Waziri Bashe. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imekuja na mpango mzuri wa kujenga miundombinu ya masoko ya mazao ya kilimo kwa ajili ya wakulima katika halmashauri zetu. Nami nimetajwa pale kwenye ukurasa wa 107. Jimbo la Muhambwe tunalima muhogo na muhogo umeporomoka sana.
Na kufuatia kilio changu kwa kaka Bashe, nashukuru sasa serikali imetuona. Inakwenda kujenga soko la muhogo. Itakuwa 3-in-1. Tutakausha muhogo, tutauza muhogo, lakini tutaweka na magala. Na tumeshaandaa eneo katika kata ya Nyarioba. Tulitakiwa heka 50 lakini sisi tumeandaa 55. Na wananchi wametoa eneo lile bila kuhitaji fidia. Sasa tunaiomba serikali, soko hili la muhogo ni la manufaa sana kwa wananchi wa Kibondo kwa sababu bei ya muhogo imeporomoka sana kutoka shilingi 800 mpaka shilingi 200. Mabenki yamewapatia wafanyabiashara pesa lakini hawezi kulipa kwa sababu soko la muhogo limeporomoka sana. Niombe serikali mpango huu ulioweka kwenye budget basi pesa iletwe ili wananchi wa jimbo la Mhambwe waweze kuuza muhogo kwenye masoko yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, niendelee kuipongeza serikali kwa jinsi ambavyo imeona umuhimu wa kumkopesha mkulima wa Tanzania. Niapongeze mabenki yote ambayo yanafanya kazi na wakulima, CRDB, NMB, NBC. Lakini kipekee hapa niipongeze Benki ya Maendeleo ya Kilimo kupitia mkurugenzi wake kaka yetu Frank. Anafanya kazi vizuri sana. Wote tunakumbuka mwaka jana wakati benki inaonekana haitaweza kufanya vizuri, serikali na rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan kwa maamuzi ya dhati na ujasiri aliingiza pesa pale ili kuongezea mitaji. Na benki hii kikubwa ilichofanya, nimeona kwenye taarifa, imetoa bilioni 137 kwa ajili ya wakulima wadogo. Niombe serikali iendelee kuiongezea benki hii pesa, lakini waendelee kushuka kwa mkulima mdogo wa Muhambu wa kijijini kule Kigina Rugongwe ambaye hawezi kufika kwenye mabenki makubwa ili naye aweze kufaidika na hii mkopo wa single digit. Mheshimiwa Mwenyekiti, niendelee kuipongeza serikali kwa jinsi ambavyo inafanya vizuri katika mazao mengi. Tumeona tumbaku ya Piri Afrika, tumeona mahindi. Mheshimiwa Bashe umefanya kazi nzuri na serikali imefanya vizuri. Niombe serikali, wako mawakala wachache wanunuzi wa mazao kwa wakulima ambao ni wajanja. Na hapa nitamtaja Jespan. Jespan ni wakala aliyenunua tumbaku katika jimbo la Mhambwe. Amkosi zangu za jimbo la Mhambwe bado hawajalipa mauzo ya 2021. Kakaangu Bashe, naomba nikuombe Jespan awalipe wakulima hawa ambao wanalima kwa shida sana. Wanalima kwa jembe la mkono, lakini wanauza tumbaku alafu mtu hawalipi. Nikuombe Mheshimiwa Bashe wasaidie wakulima wa jimbo la Mhambwe ambao walilima tumbaku lakini wakala wake Jespan hajaweza kuwalipa. Na hapa nimpongeze DG wa mamlaka ya tumbaku, kwa kweli amenipa ushirikiano sana kuhusiana na deni hili. Wamelipa kidogo lakini sasa ni muda wa kumaliza hii pesa yote ili hao wananchi waweze kupata pesa yao. Mheshimiwa Bashe, wananchi wa Mhambwe wako tayari kupiga kura. Wakiangalia yale magala uliojenga Kagezi, wakaangalia magala uliojenga Rugongwe, wananchi wa Mhambwe wako tayari kwenda kupiga kura. Wananchi wa Mhambwe wako tayari kupiga kura wakiangalia mbolea ambayo imewasaidia kuweza kupata mazao mengi, imewasaidia kuvuna kwa kiasi kubwa, wako tayari kwenda kupiga kura. Na wanasema Daktari Samia Suluhu Hassan hawana cha kumlipa zaidi ya kumpatia kura za kishindo za kutosha itakapofika mwezi wa 10. Kwa nini? Tulijiandaa kwa muda mrefu, ndio maana sasa tuko tayari kwenda kupiga kura kumchagua rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni ukweli usiopingika kwamba Wizara ya Kilimo imefanya mambo mazuri makubwa sana. Lakini kama serikali haitaingiza hizi pesa kama wenzangu wanavyosema, azimio la Maputo na Kalambo, hatujafikia hiyo 10%. Hata hiyo 10% tunaipanga haiendi kwa wakati na haiendi kwa ukamilifu. Malengo haya mazuri ya Waziri Bashe, malengo haya mazuri ya Daktari Samia Suluhu Hassan hataweza kufika. Basi niungane na wenzangu ambao wamesisitiza kwamba tunaiomba serikali ipeleke pesa za kutosha kwenye Wizara ya Kilimo ili wananchi wetu waweze kufaidika, ili skimu za Mhambwe ziweze kujenga, ili soko la muhogo liweze kujengwa, ili mikopo kwa wananchi iweze kupelekwa, ili wananchi waweze kufaidika. Basi Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa hayo niliyoyachangia, naomba kuunga mkono hoja 100% bajeti hii ya wakulima, bajeti ya Watanzania. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Dr. Florence Samizi.